Yo bwana, mambo vipi? Unaendeleaje? Natoka Jackson Simba American Boy, nyuma kamera nipo na Rapisele. Hii hapa inaitwa Talent Spotlight. Nimekuletea msanii Janja Nesto from Kirui, tupige naye mastori. Bwana, mambo vipi? Shwari. Mambo yanaendaje? Hatari, tunashukuru Mungu. Mzima kabisa. Kwa afya kila kitu. Bwana Janja. Kile bwana. Na kuona kaka. Bebe mega superstar. Mzima kabisa. Hatari. Uliwahi kutuambia kuhusu nyimbo yako ya Myself. Tunataka kwanza tukuulize, hivi Myself unaonaje, imepokelewa vizuri na mashabiki? Myself ndio wimbo bado upo trending kuanza mwezi wa 3, yes. I think mwezi wa 4 mpaka sasa tuko mwezi wa 5. Yes. Yes, ushaona ngoma kama Myself? Kwa upande wangu siwezi nikasema, labda mashabiki ndio ongee. Utawaacha waongee kwenye comment. Tutawaacha ongee. Yes. Kizo Boy alitoa, najua Kizo ametoa pia Kizo Franksio pia Vibration kama sikosei ilitoa. Unaona ngoma yako ndo trending tu inaenda kabisa? Kwa sasa yes, hakuna ngoma ilipokelewa vizuri kama ya kwangu kabisa. Hilo la kwanza tuliweke wazi, iwe kweli. Mpaka nenda waangalie challenge. Ngoma yangu mimi sio kupigwa challenge sana, lakini nenda tu waangalie challenge. Fuata viewers YouTube. Na uangalie udogo wa account yangu na wimbo ulivyopokelewa. Hilo tu basi, afu nipa majibu. Asante sana. Kwanza tuseme asante kwa ngoma yako Myself, ndio imepokelewa vizuri na imeenda vizuri kabisa. Hivi kama wewe kwa Myself ilivyoenda, unataka izidi, yani iende kuzidi hapo ilipoenda? Miso Mungu. Yes. Ila mimi nitashukuru hata iende kuliko hapo. Yes. Hakuna mtu anataka kitu chake kigwame nje. Iende tu, Mungu azidi kubariki, ivuke mipaka, ifungue manjia huko. Iende. Yes. Janja, watu wanataka Janja uoe. Kwa nini hujafikiria kuhusu kuoa? Watu hawajataka, mpaka mimi sijataka. Wewe hujataka. Ilo tunasema kwa nini Janja aoi? Wewe ndio umetaka mimi nioe. Mimi ndio nimetaka uoe. Ila mimi sijataka kuoa. Kwa nini hujataka kuoa? Sijataka tu. Kwa sababu gani? Wewe mambo ya kuoa ni kwa sababu au ni mambo ya kulazimishana? Kuoa ni kutaka kwa mtu. Yes. Mimi nasema mimi sijataka, haina sababu, sijataka tu. Ukiona mwanaume anafika umri wa kuoa anakataa kuoa, aangaliziwe vizuri. Mimi sijafikia umri wa kuoa. Hujafikia umri wa kuoa? Pia tutoke kidogo, after tutarudi. Ni kweli Nyago amemuoa Dogo Zuu? Na mambo ya Nyago na Dogo Zuu kamuulize, nafikiri Nyago yupo kwake sasa hivi. Yes. Kamfuate kumuuliza yule umemuoa Dogo Zuu. Yes. Mimi sina yale mamlaka ni amemuoa, hajamuoa. Mimi sio mwenyewe. Akamuulize mwenyewe, je, umemuoa Dogo Zuu? Wewe ni mwanamemba wa Kirui. Kama hujui itakuwa wewe sio mwanamemba wa Kirui. Niweke sawa. Niweke sawa. Mimi ni mwanamemba wa Kirui. Yes. Ila sasa mambo ya kuoana ni mambo ya Kirui. Ndio, ni mambo ya Kirui kwa sababu wote wale ni watu wa Kirui, na kama walioana, mtu wa Kirui ni lazima ajue kwamba wale watu walioana. Mambo ya kuoana, mambo ya ndoa ni mambo ya familia. Yes. Mambo ya Kirui ni mambo ya biashara. Hilo ikuweke vizuri. Yes. Yes. Asa basi tunataka tujue, kwa sababu kama watu wanavyojua na ninavyojua hata mimi najua ni kweli Nyago kamuoa Dogo Zuu. Sasa nataka nijue wewe, ni uongo ameoa ama ni ukweli ameoa? Mimi sina jibu yote hapo, kamuulize tu mwenyewe. Kama wewe unajibu. Kwa nini sio unajibu? Nani? Wewe. Mimi nafikiri ukweli watu watajua. Yes. Kama amemuoa itafanyika masherehe, itafanyika vitu vingi. Kweli. Na kama hajamuoa taishi hivi hivi tu. Na watu watajua. Zuu toka kama ulikuwa mwaka gani ule? Watu sema ni mke wa Nyago. Kwa taishi hapo ni mke wa Nyago. Yaani watu wanaishi kwa kusema eti ni mke wa Nyago. Alikuwa mpenzi wa Nyago. Ndio. Hakuna asiyejua hiki kitu. Kwa hiyo hata waoane kipi kinashangaza watu. Kwa ni jambo la kawaida, hata wakioana, hata wasipooana waishi tu mapenzi. Hata Zuu alivyokuaga kwao, Nyago bado anaishi kwake. Walikuwa wanaishi kama mke na mume ninavyojua mimi. Walikuwa wanabadilisha. Amemtoa kwao, amempeleka kwake, haina shida. Walikuwa wanabadilisha, mara ni kaka yangu, mara ni dada yangu, mara ni mama yangu, mara ni baba yangu, mara ni mpenzi wangu. Mtu unayempenda anacheza sehemu zote. Anacheza kuwa dada yako, anacheza kuwa mpenzi wako, kuwa yani everything anacheza kote. Yes. Yes. Janja.
Sabrina amerudi kwa Bobu. Hivi wewe ni rafiki ya Bobu, ulikuwa yani yote mlikuwa Kirui. Bobu akatoka. Najua bado nyinyi marafiki, ila sijui kama bado urafiki ushaishi. Hivi Bobu kumuoa Sabrina kwa kile kitu ambacho kilitokea, kwa upande wako unaona ni sawa? Ulitokea kitu gani kibaya? Sabrina alisema mtoto ni wa Bobu, mara ni wa Franks. Ikaja kujulikana rasmi ni wa Bobu. Na amemuoa na Bobu alikataa kwamba ataoa, lakini ameoa. Kwa upande wako wewe? Bobu alikataa kuoa. Alikataa. Kwa sababu angekuwa kuoa angeoa kipindi kile toka alivyofanya sherehe. Wewe ndio umesema Bobu amekataa kuoa. Ila sisi tunavyojua Bobu hakakataa kuoa. Kwa upande wako sasa nataka nikuulize wewe Janja. Umeona Bobu kumuoa Sabrina ni sawa? Kwa ubao uko wapi? Kwa hata wewe demu akitokea na kufanyia hivyo utaoa tu. Mtoto si wa Bobu. Ni wake mwanamke. Mwanamke naye ni wa Bobu. Mwanamke ni wa Bobu. Kwa ile situation iliyotokea ile ndio tunazungumzia. Situation ya Franksio na Sabrina vile ni mambo ya muziki. Mambo ya koani, mambo ya familia. Pale hamna situation ya kufanya mtu asioi mtu ambaye anampenda. Kwa mtoto ni wa Bobu na mke ni wa Bobu. Kwa hiyo mimi sina pingamizi. Chukua Bobu. Kwa upande wako umeona Bobu fair achukue tu mke ameriani hao? Ashachukua mke. Yaani hivi wewe unaenda kujipakulia tu ugali. Si familia, si nyumbani. Ni nyumbani. Janja, tunarudi sasa tulipotoka. Unawaambiaje watu ama utasemaje kwamba Janja mimi ndoa yangu nitatangaza mwaka gani au mwezi gani? Mimi nafikiri mimi nishakwambia. Mimi sijataka mambo ya kuoa. Sijataka mambo ya kuoa. Na siwazi mambo ya kuoa. Unawaza mziki. Kuna vitu vyangu tunaviwaza. Kuna vitu vyako. Maisha yangu kwanza ni ajenge vizuri, alafu mambo ya kuoa baadaye. Mwanaume lazima ataoa tu. Kabisa. Kwa upande wako pia mwanamke, yani mwanaume ambaye anatumia brand kama wewe ulivyo msanii, unaweza kumuoa msanii mwenzako? Inawezekana. Inawezekana. Kwa upande wako wewe unaweza kuoa msanii mwenzako kama utaenda kuchukua mtoto tu kijijini aliopoa, yani amefundishwa maadili yote? Bana mimi sina yule ambaye utapendana naye, awe msanii, awe nani ndio huyo. Kwa hiyo kwa nini simuoe msanii? Sio mwanamke. Ni mwanamke lakini si ni wa kila mtu. Wa kila nyie ndio mnachukuliaga usanii vibaya. Kweli? Usanii upo hivi. Basi wewe kama unachukulia hapo, acha nikuache na imani yako. Basi ni kweli. Nataka nikuweke vizuri. Sinyago amemuoa Dogo Zuu. Kwa hiyo Dogo Zuu alikuwa kila mtu. Tumikisheni akili nyie. Hivi Dogo Zuu atakuwa anapiga collab na msanii, akija kumuoa pale utakuwa unafanya kazi kama zamani. Si biashara. Kazi itakuwa inapigwa ni mke wa mtu. Shida iko wapi? Kirui mna wa moto. Ngoja mimi nikuweke vizuri. Kwa hiyo akifanya kazi na msanii huyo mwingine, kipi hapo kina nani kinakupa taabu wewe au kinakushangaza? Ni mke wa mtu. Ni mke wa mtu. Imessense tayari. Imessense gani? Na ile ni kazi yake. Kazi mimi najua atakuwa anafanya na Janja, si ni Kirui. Kwa nini sasa afanye kwa nini afanye na mimi akose kufanya na watu wengine? Ule pale utamuita dada shemeji yako kwa sababu tena nyinyi lebo moja, atafanya na wewe kwa sababu. Ngoja sasa mimi nikuulize kwa sababu mimi simshiki. Kwa hiyo akifanya na mtu ndo anamshika. Yes. Nimecheka kama mazuri. Unajua nini? Hivi ushawahi kuona video gani Zuu? Yes. Akapiga na mtu afu mtu akamshika. Kipindi upo kwao. Zuu zamani alikuwa anacheza video na alikuwa anashikwa, lakini sasa hivi na nani? Walipiga yeye nani? Walipiga yeye na Feko, inaitwa kama Kidege. Kwenye muziki ule Zuu alishikwa. Alishikwa na nani? Na Feko. Mimi nilimba na Zuu, nilimshika sikumshika. Wewe ulimshika? Sijamshika. Hata Feko hajamshika. Feko Kidege kukaa hivi sio kushikana, au kufanya mtu hivi kwenye muziki sio kushikana. Kaangalia ngoma za Mbosso na Vixen wanavyoshikana. Zuu, mtu ukifanya kazi na Zuu inatakiwa kwanza uwe una shoot, lakini unajua huyu ana mtu wake. Yes. Basi hata Zuchu huwa anafanya collab na watu wanajua huyu ana mtu wake. Yes. Tashikana ya kawaida, sio kushikana ile mbona hivi demo, hapana. Janja, myself ilivyofika ni hatua nzuri. Unawaambiaje watu unatangaza mziki mwingine lini ama unachia ngoma nyingine lini? Mimi nafikiri ni ID mwaka na kazi nyingi sana. Yes, ulisema. Na mambo makubwa sana. Ulisema hivyo. Nafikiri watu tu wakae macho, wanipe macho na wanipe muda. Yes. Na kazi kubwa ambayo nitakuja kuifanya. Yes. Hapa karibuni tu, ya kutangaza mwezi au siku ndo bado. Yes. Ile akaunti yako uliofungua unaimiliki wewe? Tunaimiliki sisi. Mnaimiliki nyinyi? Sasa nani aimiliki? Kwa sababu unajua wewe ulifungua akaunti yako Janja.
Sasa mnaimiliki nyie kiaje? Mimi si nipo kwenye record label lakini. Ndio huko upo kwenye label Kirui. Sasa kuna nyimbo za Kirui na nyimbo zako, si zako, ile akaunti ni yako peke yako. Nafikiri akaunti hata uifungue mwenyewe na upo kwenye label. Yes. Huwa inasimamiwa na label. Ndio waga ilivyo. Hivyo unajua mambo ya label au misingi ya label? Mimi sijui. Waachie viongozi ambao wanajua mambo ya label wanajua hiyo. Au hapa kwenye hii video. Yes. Kiongozi wa label au CEO wa label anasimamia label, akiona interview na akisikia ile swala la label, atadondosha comment afu atakuelekeza mambo ya label yalivyo. Janja hapa kwetu, yani tuseme hapa nyumbani kwetu, ukichukua wasanii chipukizi ama wasanii wanaofanya vizuri msimu huu, unaona utatoka ngapi? Kwa sasa hivi unaweka na legend au ni sisi tu? Nyinyi tusiweke na legend. Ukituweka sisi, mimi ni 0 afu anafuata 1. Yaani wewe ni 0 afu anafuata 1? Mimi ndo ile 0 pale afu anaanza 1. Sijaelewa kwa sababu najua 1 ndo wa kwanza. 0 ndo inakuwa mbele ya 1. 0 ndo inakuwa mbele ya 1. Yaani kutoka mimi kisha wanafuata wengine nyuma. Maana mimi ndo na hiti kuliko wote, na hiti nyingi. Mimi sina hiti 1 au 2. Mimi na hiti nyingi kuliko wote. Yaani tuseme utaanza wewe, utaanza mimi, tena mimi afu anafuata wengine. Kisha anafuata wengine sasa. Bwana Janja, tunataka uambie watu wa Yode Media kitu chochote kile ambacho utawaambia. Mafans wa Yode Media mimi nawapenda, wazidi kusupport muziki mzuri. Yes. Na wazidi kumpa Janja macho. Unajua Janja ni mtu ambaye akitaka kufanya kazi kubwa, huwa anafanya tu. Na mwaka huu tena narudia kauli, mwaka huu na kazi kubwa sana, na hakikisha mwaka huu mpaka ule mtu tukompea fulani ujamaa namba hii tu yache. Yaani tuseme mwaka huu unasema wewe unamaliza. Mwaka huu na nuclear. Nadondosha tu. Kwa hiyo na wale ambao hawaja subscribe channel yangu ya YouTube wafanye kusubscribe. Maana sijui niwaambieje. Maana kuna kazi chupa, dubwana, mawe makali itakwenda kufanyika miezi hapa mbele tu hivi karibuni. Kwa hiyo nawapenda mashabiki wa Yode Media na mafans wa Kirui na watu wanaomkubali Janja kile kibwana, na wale wasionikubali na hakikisha natoa ngoma kali mpaka mnanikubali. Asante sana bwana. Yes, hii hapa ni Yode Media. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Naitwa Jackson Simba American Boy, tulikuwa kwenye Talent Spotlight. Nyuma kamera nipo na Rapicel. Ciao.